Ndiyo kile ambacho umezungumza Mnolela pale. Kila nikitaka kuchambua ile mechi ya Yanga dhidi ya Mbeya City, kwa sababu nina taarifa nyingi kwenye ile game, naandikaje kimbinu na kiufundi, Yanga wameshindaje, kwamba mwenendo wenu wa kutoa matamshi ya kuichafua klabu ya Yanga si wa tukio la bahati mbaya wala kauli za kupita, bali ni kampeni ya makusudi na ya mfululizo yenye nia ovu, ambapo hapo awali mmewahi kusema hadharani kuwa klabu ya Singida Black Stars katika mpira wa nchi hii haipo kwa ajili ya kutimiza malengo yake, bali ipo kwa ajili ya kutimiza malengo ya Yanga. Kauli ambayo kwa namna yake ya kawaida na ya moja kwa moja inaashiria kuwa mteja wetu huendesha mpira kwa ushawishi usio halali, hutumia klabu nyingine kama vyombo vya kutimiza maslahi yake fanyika. Kwa maana uongozi wa klabu ya Yanga wamesema wataenda mahakamani. Huenda kwa upande wa wanasheria Wilson Oruma, wao wakaona shauri hili jepesi, wakasema nendeni mahakamani, mkaidai hiyo bilioni 5 mahakamani, nendeni mahakamani. Kwa hiyo huenda chochote kinaweza katokea kutokana na hiki ambacho Yanga wamekipeleka mahakamani, Wilson Oruma akitoa maoni yake. Bila shaka utakuwa unafahamu kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea, kwa maana ya Yanga walilalamika kuhusiana na Wilson Oruma kwamba alifanya kitu ambacho wao hawakuridhishwa nacho, lakini mwisho wa siku final ni kwamba walitoa barua kwa maana ya demand notes ambayo ilienda moja kwa moja sasa kwa Wilson Oruma, lakini pia walimention na kituo cha EFM na TVE kila ambacho pale ambapo Wilson Oruma anafanya kazi, manake wamepeleka hiyo barua pale na vitu vingine kama hivyo. Barua, pengine kuna mtu ambaye hajaijua barua imeandikwaje. Mimi nataka nisome barua nzima na uweze kufahamu kile kitu ambacho kipo ndani ya barua husika, ndani ya ujumbe ambao wameuandika wenyewe. Yanga kwa kupitia kwa mwanasheria wao Nasoro aliandika, na mwisho wa siku ndicho ambacho kitaenda kuwa mashtaka kwa Wilson John Oruma. Lakini nataka nisome angalau watu wapate picha, kwa sababu huenda kuna mtu ambaye amesikia tu kwamba Wilson Oruma amepelekewa demand notes, lakini ikoje pengine hajafahamu. Sasa mimi nataka nisome hii barua kwa yule ambaye barua haijamfikia, pengine anaweza kabakia na sauti hii akaenda kufahamu kwamba kumbe kuna hiki, kumbe kunahitajika hiki, kumbe kuna kile. Manake ni mengi yanazungumzwa, lakini watu hawajajua barua ikoje, inasemaje huko ndani. Lakini kikubwa ni kwamba Young Africans wameshawapelekea wachambuzi wawili katika wale watatu ambao Alikamwe aliwasema. Wachambuzi wawili washapelekea barua ya demand notes kuhusiana na kile kitu ambacho wao walikisema, hasa wakizungumzia kuhusiana na masuala ambayo yanahusu upangaji wa matokeo kwenye barua ile. Sasa barua ya Alex Ngeleza mimi sijaiona, ila taarifa nimeshazipata kwamba shapelekewa barua, naye mwenyewe niliongea naye kathibitisha kwamba kweli kuna watu walienda pale TV3 ambapo yeye anafanyia kazi, walipeleka demand notes. Sasa mimi kwa Ngereza sijajua wameandika nini huko, lakini kwa Wilson Oruma kwa sababu nina barua kwa maana nina demand notes ambayo imeandikiwa Wilson Oruma ninayo hapa, kwa hiyo ninaweza kuisoma ili hata wewe pia uweze kuelewa kilichopo humu ndani kwenye barua ya Wilson Oruma. Kwa hiyo tuanze kwa kuisoma barua ya Wilson Oruma ilivyoandikwa na ndani yake kuna kitu gani, na utakuja kujadili wewe pia kama kuna hoja, kwa sababu unajua unaweza kama mwanasheria au unafahamu sheria ukaanza kufahamu nini ambacho kipo humu ndani. Lakini tuisome barua kwanza ambayo kwa maana ya kichwa cha habari cha barua kinasema taarifa ya kusudio la kuchukua hatua za kisheria kwa kashfa, uchafuzi na uchochezi wa jina la klabu ya Yanga. Demand notes
imepelekwa kwa Wilson Oruma mwenyewe, lakini imepelekwa kwa mkurugenzi mtendaji EFM Company Limited na EFM na TVE imepelekwa pale. Sasa kutokana na kile ambacho kimeandikwa kwenye hii barua, kinasema hivi, nitaisoma ili wote twende sawa kwenye barua, hata baadaye tukija kujadiliana basi angalau hata barua yenyewe unakuwa unaielewa vizuri. Barua inasema, rejea kichwa cha habari hapo juu. Ofisi yetu imepokea maelekezo kutoka kwa bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga ambao ndiyo wateja wetu, tuandikie taarifa kwa maana ya demand notice. Nasi tunafanya hivyo kama ifuatavyo. Moja, kwamba mteja wetu Young African Sports Club ni klabu kongwe, kubwa na yenye mafanikio makubwa nchini Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki, yenye mamilioni ya mashabiki wanachama, ina thamani ya juu kabisa ya kibiashara kupitia mikataba ya kibiashara ya udhamini, matangazo, uwekezaji na mashindano ya ndani na kimataifa. Hivyo jina, hadhi na uaminifu wake ni mali yenye thamani kubwa inayostahili kulindwa kisheria. Kwamba inasemekana wewe Wilson John Oruma ni mwandishi wa habari unayejinasibu kuwa ni mchambuzi wa habari za michezo, ukitumika kwa shughuli hiyo katika kituo cha redio cha EFM na TV, lakini pia umekuwa ukitumia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, TikTok, Twitter, X, Twitter kwa maana X, na vituo vya runinga za mitandaoni kwa maana ya online TV kwa shughuli hiyo ya unachokiita uchambuzi wa habari za michezo. Kwa hiyo tunaendelea kusoma tena ambayo sasa ni namba 3. Inasema kwamba katika maudhui hayo yanayorushwa na majukwaa tajwa hapo juu, EFM Radio, TVE, kipindi cha namba 10, Instagram, Twitter kwa maana X, TikTok na online TV na kadhalika, mara kwa mara na kwa muda mrefu umekuwa ukidai na kuonyesha kwa dhamira ya ukionyesha kwa adhira ya maudhui yako kuwa klabu ya Yanga imekuwa ikipata matokeo chanya katika mashindano ya mpira wa miguu inayoshiriki kwa rushwa, upangaji wa matokeo na njia zingine zisizo za halali. Ya 4 inasema kwamba mfano, mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 2026 kulichezwa mchezo dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa KMC Complex ambapo Yanga ilishinda magoli 6-0. Kufuatia ushindi huo, ulizungumza kupitia EFM Radio katika kipindi cha Sport HQ na TVE, kipindi kinaitwa namba 10, ukiwa na mwenzako Salum Mnolela na Esther, ambapo ulisema, sasa hapa tunanukuu kile ambacho Wilson Oruma sasa anatuhumiwa nacho, kitu ambacho Wilson Oruma anatuhumiwa nacho kama ndo kesi kwa maana ndo kesi ambayo imeenda kumfanya Wilson Oruma kawa mtuhumiwa. Nasema wananukuu sasa hapa, kwa maana wanasheria wa klabu ya Yanga wananukuu, wanasema ndio kile ambacho umezungumza Mnolela pale, kila nikitaka kuchambua ile mechi ya Yanga dhidi ya Mbeya City, kwa sababu nina taarifa nyingi kwenye ile game, naandikaje kimbinu na kiufundi, Yanga wameshindaje, Yanga Yanga wamefaidika wapi kimbinu, Mwalimu Pedro amefanyeje kwenye hii mechi, Yanga wameshinda wapi? Hayo
ni miongoni mwa mambo ambayo yanasemekana Wilson Oruma aliyazungumza, lakini akiendelea anasema Yanga wameshinda wapi? Kwa sababu kuna taarifa nyingi zimezunguka gemu yenyewe. Tunazungumza na mamlaka, wanapaswa kuwa wakali, la sivyo tutaenda kuipoteza ligi, tutaenda kupoteza huu mpira. Mwisho wa kunukuu. Haya ndo hayo ambayo Young Africans wameyapeleka kwenye demand notes yao, yakiwa ni malalamiko mama kutoka kwa Wilson Oruma ambayo nimetoka kuyasoma sasa hivi. Hasa lengo ni kile ambacho kimetajwa kwenye hapa, kwamba Wilson Oruma ana taarifa nyingi. Hiyo ndo kesi ya msingi. Na tano, kwamba mwenendo wenu wa kutoa matamshi ya kuichafua klabu ya Yanga si wa tukio la bahati mbaya wala kauli za kupita, bali ni kampeni ya makusudi na ya mfululizo yenye nia ovu, ambapo hapo awali mmewahi kusema hadharani kuwa klabu ya Singida Black Stars katika mpira wa nchi hii haipo kwa ajili ya kutimiza malengo yake, bali ipo kwa ajili ya kutimiza malengo ya Yanga. Kauli ambayo kwa namna yake ya kawaida na ya moja kwa moja inaashiria kuwa mteja wetu huendesha mpira kwa ushawishi usio halali, hutumia klabu nyingine kama vyombo vya kutimiza maslahi yake, haiangalii ushindani wa haki na kupata mafanikio kwa njia zisizo halali, jambo ambalo limeendelea kuharibu jina, hadhi, heshima na uaminifu wa mteja wetu mbele ya wanachama, mashabiki, wadhamini, mamlaka za mpira wa miguu na umma kwa ujumla. Sasa inakuja kwenye namba 6. Wanasema kwamba kwa mfano kupitia PMTV tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2025, wewe Wilson John Oruma uliwahi kusema kuwa mechi ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars kulikuwa na upangaji wa matokeo na viashiria ambavyo hukusema ni viashiria vya aina vya nini, na kwa Singida Black Stars viliwaacha nje ya kikosi wachezaji wengi kwa ajili ya kuisaidia Yanga. Mechi zingine zilizowahi kutoa maneno ya kashfa dhidi ya Yanga kwa hivi karibuni. Sasa hicho ni sehemu nyingine, lakini tunaendelea manake amesema mechi zingine ambazo Wilson Oruma alitoa maneno hayo kwa upande wa Yanga kwa hivi karibuni ilikuwa ni mechi dhidi ya Yanga na Tanzania Prison na mechi ya Pamba dhidi ya Yanga ambazo Wilson John Oruma aliyasema hayo. Lakini namba 7 anasema kwamba mnafahamu kuwa klabu ya Yanga ndiyo klabu yenye thamani kubwa kuliko vilabu vyote hapa Tanzania katika nyanja mbalimbali ikiwemo mali zisizohamishika, uwekezaji na wadhamini, mafanikio uwanjani, makombe 31 ya ligi kuu, thamani ya wachezaji mmoja, idadi kubwa ya wanachama na mashabiki. Pia Yanga ndiyo timu inayoongoza kuwa na hadhira kubwa, kwa maana viewers, kwenye mitandao kuliko klabu yoyote Afrika Mashariki na Kati. Hapo kidogo waitaka kutupa picha ya kujinasibu kwao kwamba ni klabu kubwa. Lakini namba 8 wanasema kwa EFM Company Limited mmeruhusu Wilson John Oruma kutumia vitendea kazi vya kampuni yenu kama vipaza sauti, studio na kadhalika kuendeleza usambazaji wa taarifa zake za kashfa dhidi ya klabu ya Yanga bila kumzuia wala kumdhibiti, na hivyo kuendelea kuipaka matope klabu ya wateja wetu kwa muda mrefu. Namba 9 wanasema kwamba maudhui yenu yamekuwa na nia ovu ya kuidhalilisha klabu ya Yanga na mmefanya watu wenye kufikiri sawasawa kwa kuyarudia. Nairudia hii, anasema namba 9 sasa, anasema kwamba maudhui yenu yamekuwa na nia ovu ya kuidhalilisha klabu ya Yanga
na mmefanya watu wenye kufikiri sawasawa kwa kuyarudia mara kwa mara waamini unachokisema Wilson John Oruma kuwa Yanga kila ipatapo matokeo chanya inapata matokeo hayo kwa njia za haramu, rushwa na kupanga matokeo, kitendo ambacho kimeleta athari zifuatazo kwa klabu ya Yanga. A. Kushushwa kwa hadhi, heshima na taswira ya klabu ya Yanga mbele ya umma. B. Kujenga taswira ya klabu inayopata mafanikio kwa njia zisizo halali badala ya ushindani wa haki, uwekezaji na uwezo wa kiuchezaji. C. Kuchochea chuki, taharuki, migawanyiko, matusi, mashambulizi ya maneno dhidi ya klabu ya Yanga, viongozi wake, wanachama na mashabiki. D. Kupunguza kiwango cha uaminifu wa wadhamini, wawekezaji, washirika wa kibiashara, taasisi zinazohitaji kushirikiana na Yanga katika kuimarisha soka na biashara kwenye tasnia ya mpira wa miguu. C. Kuhatarisha mikataba ya wadhamini iliyopo pamoja na fursa mpya za mapato, matangazo na uwekezaji. F. Kuvunja utulivu wa shughuli za klabu kwa kulazimisha viongozi na watendaji kutumia muda na rasilimali kujibu propaganda badala ya kuendesha maendeleo ya klabu. Sasa inaendelea kwenye G. Nasema kwenye G, kuweka katika kashfa uadilifu wa mashindano ya mpira wa miguu Tanzania ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, na hivyo kuathiri pia imani ya wadau wa mpira wa Tanzania ikiwemo wadhamini. Sema H. Kuendelea kusababisha madhara ya sifa ambayo thamani yake ya kifedha itaendelea kuongezeka kadiri matamshi hayo yanavyoendelea kusambazwa. Nairudia hii H. Inasema kuendeleza kusababisha madhara ya sifa ambayo thamani yake ya kifedha itaendelea kuongezeka kadiri matamshi hayo yanavyoendelea kusambazwa. I. Kuhatarisha uvunjifu wa amani, maendeleo ya soka na kurudisha nyuma jitihada za serikali, TFF, vilabu, wadhamini na wadau wengine wa soka katika kuinua ajira kupitia mpira wa miguu hapa nchini. Sasa imekuja kwenye namba 10 sasa namba 10 wanasema, nadhani hapa kwenye namba 10 ndipo ambapo ni hitimisho sasa. Unaweza kusema conclusion. Pamoja na yote yaliyozungumzwa kwa juu, lakini 10 inasemaje? 10 inasema, hivyo basi kwa taarifa hii tunawataka ndani ya siku 3 toka tarehe ya kupokea taarifa hii ya kusudio la kuwashitaki mfanye yafuatavyo. A. Kupitia majukwaa tajwa hapo juu, kuondoa, kufuta, kusitisha video, audio, maandishi, machapisho mara moja maudhui yote yenye maneno ya kashfa dhidi ya klabu ya Yanga yaliyopo kwenye majukwaa yote yanayomilikiwa yanayothibiti au kumiliki. B. Muombe radhi na kuisafisha klabu ya Yanga kwa kashfa za maudhui yenu kuwa inapata matokeo kwa njia zisizo halali ikiwemo kupanga matokeo na utoaji wa rushwa. C. Kujizuia mara moja na siku zijazo kutoa, kurudia, kusambaza au kuchapisha matamshi yoyote ya kashfa dhidi ya klabu ya Yanga. D. Endapo mtashindwa kutekeleza matakwa tajwa hapo juu yaliyoainishwa katika haya ya 10 ABC, maelekezo tuliyopewa ni kufungua shauri mahakamani na Baraza la Habari Tanzania, Media Council Tanzania kwa maana ya MCT, dhidi yenu kuwadai fidia ya shilingi bilioni 10 pamoja na nafuu zingine zitakazoonekana zinastahili kudaiwa bila ya kuacha gharama za kesi. Hiyo ndo barua yenyewe ambao
imesainiwa ambayo imeandikwa wakatabahu, imesainiwa na Juma AM Nasoro, wakili kupitia kampuni ya Nasoro and Advocates ambayo inaonekana ipo chini ya umiliki wake, akiandika sanduku la posta na vyote ambavyo vinapatikana kwake. Lakini nakala ambazo zimetumwa sasa kutoka Yanga zimeenda bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga, imeenda kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF, imeenda taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa TAKUKURU makao makuu. Hii ni taarifa ambayo imeandika hivi: taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU makao makuu. Hii ni taarifa rasmi kuifanyia kazi na kuchukua hatua stahiki. Basi hayo ndio ambayo nitaka nikusomee. Kama ulikuwa ufahamu kile ambacho Yanga walikiandika kwenye demand notes ambayo ilikuwa inaenda kwa Wilson Oruma, ambayo bila shaka kaipokea. Na kwa upande wa Wilson Oruma mwenyewe, kama utakuwa umefuatilia utakuwa umesikia chochote ambacho amekizungumza, kwamba kama kuna watu wanafikiri Wilson Oruma ni mtu wa kupiga magoti na kuomba msamaha, hilo wasahau. Ni kwamba michakato ya wanasheria wa Wilson Oruma wanaendelea kuisoma vizuri ili waweze kuchukua hatua juu ya hiki ambacho kimefanyika, kwa maana uongozi wa klabu ya Yanga wamesema wataenda mahakamani. Huenda kwa upande wa wanasheria wa Wilson Oruma, wao wakaona shauri hili ni jepesi, wakasema nendeni mahakamani, mkaidai hiyo bilioni 5 mahakamani, nendeni mahakamani. Kwa hiyo huenda chochote kinaweza katokea kutokana na hiki ambacho Yanga wamekipeleka mahakamani. Wilson Oruma akitoa maoni yake kupitia TVE kwenye kipindi cha namba 10, lakini kwa upande wa Yanga wanaonekana kama wameonewa. Kitu ambacho nimekusomea shtaka lao Yanga ni kuhusiana na Wilson Oruma kusema kwamba nina taarifa nyingi kuhusiana na mchezo. Hapo ndipo ambapo watu wanachanganya, wakati mashabiki mtaani wao wakisema kwamba Wilson Oruma amesema Yanga inapanga matokeo. Sasa kutokana na hiki ambacho Wilson Oruma kakizungumza, kimenukuliwa na maana kwa maana ya Yanga, sawa, hicho ambacho kimenukuliwa kwenye barua demand notes. Maoni yako ni yapi wewe kama mdau? Unaona maoni yako ni yapi? Ni kwamba Wilson Oruma kweli atashtakiwa, na kama atashtakiwa anawezekana kweli akakutwa na hatia? Kwa maono yako, hebu wanasema bungua ubongo wako, hebu tazama yale yaliyoandikwa kwenye hii barua. Kweli yanaenda kumpeleka Wilson Oruma kwenye hatia au hakuna hatia katika hili ambalo limefanyika? Mimi naitwa Lugano Israel. Bado sijatoa maoni yangu kuanzia sasa. Nilikuwa nasoma tu barua yale ambayo yameandikwa kwenye demand notes, lakini tutaangalia wakati tuendelea kuzungumza na wanasheria tuone je, katika mashauri haya yana mashiko au ni sehemu ya kutisha watu tu ili watu wasitoe maoni. Lakini kuna jambo la kujifunza kwenye hili, ni kwamba hawa watu ambao wanaongoza vilabu hawataki kukosolewa. Tusubiri nini ambacho kitatokea hapo baadaye, lakini wakati tunaendelea kuzungumza na wanasheria tupate mtazamo wao kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Lugano Israel ndio jina langu, nami nikushukuru sana ambao umefuatilia Like Media. Hizi ni story ambazo nilikuwa nakupa kuhusiana na barua. Nilijua pengine hujaifuatilia hii. Ni vema pia nikakusomea hata angalau ukaelewa kilichoandikwa. Hata kama nimesoma hujaelewa vizuri, lakini angalau upate picha kwa uchache ambao upo kwenye barua husika. Ndio. Mpaka wakati mwingine, ukisubscribe channel hii itakuwa ni jambo la msingi na la maana sana. Mpaka wakati mwingine. Ciao.